Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimesema kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesafirishwa hadi Tarime na jeshi la polisi baada ya kukamatwa. Zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki na wengine wengi kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha magari manne katika barabara ya Kampala kuelekea Gulu nchini Uganda. Na naibu rais wa Marekani JD Vance amesema ana imani kuwa maafikiano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yatatekelezwa kikamilifu. Na ni kwa nini sheria mpya ya kudhibiti uhalifu mitandaoni imeibua hisia mseto nchini Kenya? Tutakuwa tunaangazia hayo. Hii ni BBC. Ni matangazo ya Dira Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Beldin Waliaula na mwenzangu ni Sarafina Robi. Naibu rais wa Marekani JD Vance ambaye yuko ziarani nchini Israel amesema yuko na imani kuhusu kutekelezwa kwa mkataba wa kusitisha vita eneo la Gaza, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema Marekani imebadili mwonekano wa Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, mahakama ya Umoja wa Mataifa ya haki ICJ imesema kuwa Israel ilikiuka wajibu wake chini ya sheria za kimataifa wakati ilipozuia misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Zaidi na Naseha Mohamed. JD Vance alipokelewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na alikaribishwa nchini humo akiwa na ujumbe mzito kwa Israel kuhusu mkataba wa kusitisha mapigano kama ilivyopendekezwa katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa vipenge 20. Ziara ya makamu huyo wa rais wa Marekani inawadia wakati ambapo Israel na Hamas bado wanazozana licha mkataba wa amani uliotiwa saini chini ya mpango wa kusitisha mapigano iliyoendeshwa na Marekani. JD Vance anasema kwamba ana matumaini kwamba mkataba huo wa amani unatimizwa na pande zote mbili. Kuna majukumu makubwa mbele yetu ambayo yanahusu kuilemaza Hamas, lakini pia kuijenga Gaza ili maisha yawe mazuri kwa watu wa Gaza, lakini pia kuhakikisha Hamas sio tishio tena kwa marafiki zetu wa Israeli. Na hata katika saa 24 zilizopita kulikuwa na mazungumzo mengi mazuri na marafiki zetu katika serikali ya Israel, lakini pia kusema kweli na marafiki zetu katika ulimwengu wa Kiarabu ambao wanajitokeza na kujitolea kuchukua nafasi nzuri sana. Stepping up and volunteering to play a very positive role. Wakati huo shirika la afya ulimwenguni WHO limesema kwamba Gaza inakabiliwa na janga la kiafya ambalo litadumu kwa vizazi vijavyo. Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus ameambia kipindi cha leo cha BBC Radio 4 kwamba ongezeko kubwa la misaada linahitajika ili kuanza kushughulikia mahitaji makubwa ya wakazi wa ukanda huo. Ghebreyesus aliambia kipindi hicho kwamba anakaribisha mpango wa kusitisha mapigano, lakini akasema msaada unahitajika na ule ambao unaingia ni mdogo kuliko ilivyotarajiwa. Alipoulizwa kuhusu hali hiyo, alisema wananchi wa Gaza wamekumbwa na njaa, majeraha mazito, mfumo wa afya ulioporomoka na milipuko ya magonjwa yanayochochewa na uharibifu wa miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Njaa ikichanganywa na matatizo ya afya ya akili tunaloiona limekithiri. Hali ni mbaya sana kwa hata vizazi vijavyo. Kwa sababu ya bala njaa, kama unavyojua, watoto wanadumaa. As you know, kids are being stunted. Tom Fletcher, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, alisema mapema wiki hii msaada wa makundi ya kutoa misaada yanabadilisha wimbi la mzozo wa njaa, lakini kwamba msaada zaidi unahitajika. Siku ya Jumanne, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP lilisema lori zilizobeba zaidi ya tani 6,000 za chakula zimeingia tangu tarehe 10 Oktoba, lakini hiyo bado ilikuwa chini ya lengo lake la tani 2,000 kwa siku. Siku ya Jumapili, Israeli ilisitisha kwa muda utoaji wa misaada baada ya kusema kuwa wanajeshi wawili wa Israeli waliuawa katika shambulio la watu wenye silaha wa Hamas huko Gaza. Jeshi la Israeli lilijibu kwa mfululizo wa mashambulizi ya anga katika eneo lote na kuwaua makumi ya Wapalestina. Usafirishaji wa misaada ulianza tena siku iliyofuata baada ya shinikizo kubwa kutoka jamii ya kimataifa. Daktari Tedros alisema misaada haipaswi kutumika
kutumika kama silaha na kutoa wito kwa Israeli kutoweka masharti ya utoaji wake, ikiwa ni pamoja na kurejesha miili ya mateka waliokufa ambao bado wako Gaza, ambayo imekuwa suala kuu la mzozo wakati wa usitishaji mapigano. Hamas imejitolea kurudisha miili hiyo, lakini hadi sasa imehamisha 15 pekee kati ya 28, ikisema haijafanikiwa kupata miili ya idadi iliyosalia. Mateka 20 walio hai wa Israeli waliachiliwa na Hamas wiki iliyopita kwa kubadilishana na karibu wafungwa 2000 wa Kipalestina katika jela za Israeli. Vilevile amesema kwamba Marekani ina jukumu la kuhakikisha pande zote zinatimiza makubaliano ya mpango wa kusitisha amani. Israeli ilianzisha kampeni ya kijeshi huko Gaza kujibu shambulio la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 ambapo kundi la Hamas waliwaua takriban watu 1200 na kuwachukua wengine 251 kama mateka. Takriban Wapalestina 68229 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Gaza tangu wakati huo, kulingana na Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamas. Nasteha Mohamed, Radio Dunia, BBC. Urusi imetekeleza mashambulizi makali nchini Ukraine na kuwaua watu 7 wakiwemo watoto 2 mjini Kiev, hili likiwa shambulio la kwanza mjini Kiev kuanzia mwezi uliopita. Shule moja ya chekechea mjini Kharkiv pia ililengwa na kuwajeruhi watu 26. Umeme pia ulikatwa katika maeneo mengi ya Ukraine baada ya Urusi kulenga vituo vya nishati. Mashambulizi hayo yalitokea saa chache baada ya ikulu ya White House kutupilia mbali uwezekano wa uwepo wa mkutano kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Zaidi na Leila Mohamed. Shule ya chekechea ilishambuliwa katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine wa Kharkiv, na kulikuwa na uharibifu mkubwa huko Kiev katika mfululizo wa mashambulizi ambayo Zelensky amesema yanathibitisha kwa Urusi haikuwa chini ya shinikizo la kutosha la kukomesha mapigano. Urusi kwa mara nyingine tena inafanya lolote wawezalo kuepusha mipango ya diplomasia, na mara tu swali la silaha za masafa marefu kwa Ukraine lilipoisha, Urusi moja kwa moja iliacha kupendelea diplomasia. Takriban watu 26 wakiwemo watoto wameripotiwa kuumia. Saa chache kabla ya hapo, rais wa Marekani Donald Trump alisema mipango yake ya mkutano wa kilele unaokaribia kufanyika mjini Budapest na Vladimir Putin wa Urusi umesitishwa kwa vile hataki mkutano wa kupoteza muda. Ikulu ya Kremlin imekataa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika maeneo ya mstari wa mbele, wito uliotolewa na Trump na viongozi wa Ulaya. Mambo mengi yanatokea kwenye mstari wa mbele wa vita kati ya Ukraine na Urusi. Tutakuwa tukikujulisha kwa siku 2 zijazo kuhusu kile tunachofanya. Ni vita vibaya. Havituathiri sisi moja kwa moja. Tunawauzia vifaa tu. Tunauza vifaa vya NATO na NATO inaipa Ukraine, lakini hatulipi chochote tena. Biden alitumia dola bilioni 350. Vita havingetokea kama ningekuwa rais, hata miaka milioni. Na Putin anajua hilo lisingetokea kamwe, lakini lilitokea na nikaingia na sina budi kuona kama naweza kumaliza vita hivyo. Putin anataka viishe na nadhani Zelensky pia anataka vita viishe na vita vitaisha. I think Putin wants it to end and I think Zelensky wants it to end and I think it's going to end. Hata hivyo, maafisa wa Urusi wamesema kwamba maandalizi ya mkutano wa kilele wa Trump na Putin yanaendelea, wakipinga tathmini ya rais wa Marekani kwamba ulikuwa umesitishwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema tarehe rasmi bado haijakubaliwa, lakini maandalizi makini yanahitajika. Alisema mkutano wa kilele ulikuwa lengo la pamoja la marais wote wawili na habari za uvumi zinazozunguka hazikuwa za kweli. Sasa tunaposikia kutoka Washington kwamba tunapaswa kuacha mara moja na kwamba tusijadili chochote zaidi, tusimame na kuacha historia ihukumu. Ikiwa tutaacha tu, hiyo inamaanisha kusahau juu ya sababu kuu ya mzozo huo ambao utawala wa Donald Trump umeelewa na kuuzungumzia. Rais wa Ukraine aliwasili Norway siku ya Jumatano mwanzoni mwa safari ya Ulaya, siku chache baada ya mazungumzo na Trump mjini Washington Ijumaa iliyopita, ambapo alishindwa kumshawishi rais wa Marekani kutoa makombora ya masafa marefu ya Tomahawk. Huku hayo yakijiri, jeshi la Ukraine limesema kuwa limeshambulia kiwanda cha kemikali cha Urusi katika eneo la mpakani la Bryansk usiku wa Jumanne kwa kutumia makombora ya Storm Shadow yaliyotolewa na Uingereza. Shambulio hilo lilikuwa la kufana kwa sababu lilipenya mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi, maafisa wa jeshi la Ukraine walisema, wakiliita shambulizi hilo lililofanikiwa ambalo lilipenya kwenye mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi. Maafisa wa kijeshi walisema kiwanda cha Bryansk kina
inazalisha baruti, vilipuzi na vijenzi vya mafuta ya roketi vinavyotumiwa katika risasi na makombora yanayotumiwa na adui kushambulia eneo la Ukraine. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. Sasa tuelekee viwanjani naye Ive Buchana. Naam, jana usiku kulikuwa na mabao 43 yaliyofungwa, kadi 5 nyekundu zilizotolewa na penalty 6, ambapo 5 zilifungwa katika mechi za Ligi ya Mabingwa Ulaya zilizojaa msisimko zaidi. Na Phyllis Mwate. Sasa ulikuwa ni usiku wenye msisimko mkubwa wa soka ya Ligi ya Mabingwa. Washindi wa msimu uliopita Paris Saint-Germain PSG walichapa Leverkusen mabao 7, timu zote zikiwa na mchezaji aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu na Alejandro Grimaldo wa Ujerumani akikosa mkwaju wa penalti. PSV Eindhoven walipambana kutoka kwa bao moja kabla ya kufunga mabao 6-2 dhidi ya mabingwa wa Italia Napoli. Arsenal, Newcastle na Manchester City zote ziliibuka na ushindi mnono, huku Erling Haaland wa City akifunga kwa mechi ya 12 mfululizo. Ulikuwa ni usiku wa burudani iliyoshiba na mabao katika mashindano ya kifahari zaidi ya vilabu barani Ulaya. Naam, leo usiku timu nyingine 3 za England pia zitakuwa uwanjani, mechi muhimu sana kwa timu ya Liverpool ugenini dhidi ya Frankfurt. Na itakuwa ni mechi ya kurejesha imani sio tu kwa wachezaji wa Liverpool bali pia kwa mashabiki wa timu hiyo iliyokwisha poteza mechi 4 mfululizo zikiwemo 3 za ligi kuu ya Premier. Frankfurt na Liverpool wamekutana mara 2 hapo awali barani Ulaya, huku mikutano hiyo ikifanyika katika raundi ya kwanza ya kombe la UEFA la mwaka 1972-73. Liverpool imesonga mbele kwa jumla ya mabao 2-0 baada ya kushinda mabao 2-0 nyumbani na sare ya 0-0 katika mechi ya marudiano iliyochezwa Ujerumani. Liverpool wamepoteza mechi moja tu kati ya 15 zilizopita dhidi ya timu za Ujerumani kwenye kombe la Europa UEFA Champions League, kipigo cha mabao 4-2 ugenini kutoka kwa Bayer Leverkusen mwezi Aprili mwaka 2002. Wameshinda 5 za hivi karibuni kwa jumla ya mabao 12-1. Baadhi ya mechi nyingine zitakazopigwa ni Bayern Munich kumenyana na Club Brugge, Chelsea kukipiga dhidi ya Ajax, Monaco kuikaribisha Tottenham, Real Madrid itakuwa nyumbani dhidi ya Juventus, nayo Sporting Lisbon kumenyana na Marseille. Kwengineko, viongozi wa ligi ya Uhispania wakasirishwa na uamuzi wa kufutilia mbali mechi ya ligi kuu iliyokuwa imehamishiwa kupigwa nchini Marekani na kusema kufutilia mbali mchezo wa La Liga wa Marekani ni fursa iliyopotea. Kufutwa kwa mechi ya ngambo ya La Liga kati ya Barcelona na Villarreal nchini Marekani ni pigo kwa mashindano hayo, anasema rais wa ligi ya Uhispania Javier Tebas. Mnamo Agosti, shirikisho la soka la Uhispania liliidhinisha mipango ya kuhamisha mechi ya Villarreal dhidi ya Barcelona hadi kwenye uwanja wa Hard Rock wa Miami mnamo Disemba tarehe 20. Hata hivyo, uamuzi huo ulibatilishwa jana baada ya hatua hiyo kuzua taharuki, huku wachezaji wa daraja la juu wakikataa kucheza kwa sekunde 15 za kwanza za mechi za La Liga wikendi iliyopita kama mgomo. Leo soka la Uhispania limepoteza fursa ya kusonga mbele, kujitangaza kimataifa na kuimarisha mustakabali wake, Tebas aliandika kwenye ukurasa wa X. Utetezi wa mila unafanywa kwa mtazamo finyu na wa mkoa, wakati mila ya kweli ya soka ya Ulaya inatishiwa na maamuzi ya taasisi zinazoongoza ambayo mwaka baada ya mwaka huharibu ligi za kitaifa. Tebas aliongeza kuwa soka la Uhispania linastahili kutazama siku za usoni kwa matamanio, sio hofu, na kwamba ligi itaendelea kujaribu kucheza mechi nje ya nchi. Kocha wa Barcelona Hansi Flick alisema wachezaji wake hawakufurahishwa na uamuzi huo wa awali, huku nahodha wa Real Madrid Dani Carvajal akisema mchezo wa nje ya nchi ungekuwa doa kwenye mashindano. Uamuzi wa kufuta mechi hiyo mjini Miami ulitangazwa wakati Villarreal alipochapwa mabao 2-0 kwenye ligi ya mabingwa nyumbani na Manchester City. Ingekuwa ni mara ya kwanza kwa mechi ya ligi kuu ya Ulaya kufanyika nchini Marekani, ingawa Spanish Super Cup imekuwa ikifanyika Saudi Arabia katika misimu 4 kati ya 5 iliyopita. Naam, Phyllis, kukuongezea tu ni kwamba shirikisho la soka la Italia lilifuata La Liga kutangaza mchezo wa nje ya nchi, huku mechi ya Serie A kati ya AC Milan na Como ikitarajiwa kuchezwa nchini Australia mwezi Februari. Phyllis, sina la ziada ila tu kukushukuru sana. Makala mengine ya spoti ni hapo kesho. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
njia moja ya vijana kujikimu kimaisha. Kando na hilo vile kuna yale ambayo yameweza kuzungumziwa ambayo tumekuwa tukiona yakizungumziwa kuhusiana na mswada huo kwamba uliundwa kushughulikia vitisho vinavyoibuka kama vile ulaghai wa mitandaoni, ugaidi wa kidijitali, wizi wa utambulisho na maudhui hatari ya mitandaoni, na kuiweka Kenya miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yameweza kuchukua msimamo dhabiti dhidi ya matumizi mabaya ya teknolojia. Hili sio jema. Hilo ni jambo la kufikirika tu. Ukiangalia sheria hii inalenga kuwanyamazisha Wakenya kwa sababu Wakenya wamekuwa katika mstari wa mbele kupigana na ufisadi, kufuliza firimbi. Ukijua mtu fulani anatekeleza ufisadi ofisini ya serikali, wewe mwenyewe unapiga firimbi ile, na Wakenya wanachukulia taarifa ile na kuanza kuitisha uwajibikaji katika serikali. Hilo ndilo Rais Ruto na vikaragozi wake wanaogopa, kwa sababu ukiangalia hata maandamano ambayo vijana wamekuwa wakitekeleza wakitumia mitandao. Siku hizi si zamani ambao kuingia mkutano lazima wakutane mahali kama